tutabarikiwa. Namshukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha kukutana tena kutoka Sunday. Sijasikia mmoja wetu akilalamika kuna serious pain. Unajua mili wakati mwingine inaweza kuwa na uchungu. Lakini Mungu ametuwezesha hii wiki yote, hakuna yule ameenda hospitali. Hakuna mtu ameenda hospitali hii wiki kati yetu. Hakuna hata mmoja. Tunashukuru Mungu sana kwa maana yeye ni mwaminifu. Ile Sunday ingine apart from hii Sunday imepita, ile ingine tulisoma maandiko kutoka kwa kitabu cha Kutoka, Exodus. Na tuliona vile wana wa Israeli walipokombolewa na Mungu kutoka Misri wakaenda kule Kanani. Tuliona vile waliendelea kutenda dhambi, wakaendelea kumsahau Mungu aliyewakomboa kutoka Kanani, kutoka Misri. Wakaenda kule, tuliona Musa alipoenda kule mlimani, waliachwa wakasurutisha Aaron awatengenezee Mungu wa mfano. Sasa wakati walitengeneza ule Mungu wa mfano na Musa alipoteremka kutoka mlimani, Musa alikasirika na Mungu akakasirika. Na tuliona vile Mungu aliwaandaa wale wana wa Israeli kutoka kule Misri, kwa sababu ilikuwa ahadi Mungu alikuwa anatimiza kwa mababu. Ile ahadi Mungu aliweka kwa mababu za wana wa Israeli. Aliwakuwa amewaahidi atawakomboa na atawapatia nchi. Alikuwa amewaambia atawapatia nchi inaitwa Kanani. Alikuwa ameambia mababu. Kwa hivyo Mungu alikuwa anatimiza hilo ahadi kupitia Musa. Kwa hivyo leo na hiyo Sunday nyingine tulisoma mambo yale Yesu alisema, akaongea mambo ya kubarikiwa. We call them beatitudes. Ama yale mambo unafaa kufanya ndio ubarikiwe. Sasa tuliona hayo yote. Leo tunasoma kitabu cha Kutoka na tutasoma kitabu hicho chapter 13. Tutasoma chapter 13 na nitasoma kutoka 17 mpaka 22. Nitasoma. Then it came to pass when Pharaoh had let the people go, that God did not lead them by way of the land of the Palestines, although that was near. For God said, lest perhaps the people change their minds when they see war and return to Egypt. So God led the people around by way of the wilderness of the Red Sea, and the children of Israel went up in orderly ranks out of the land of Egypt. And Moses took the bones of Joseph with him, for he had placed the children of Israel under solemn oath, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here with you. So they took their journey from Succoth and camped at Etham, at the edge of the wilderness. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud, and led the way, and by night in a pillar of fire to give them light, so as to go by day and night. He did not take away the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night from before the people. Let us pray. Our dear Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we come before you this morning. We thank you for a very good week that you have given us, Jehovah. We thank you for giving us another chance to be alive. We thank you, Jehovah, for your protection throughout the week. We thank you for your providence throughout the week, Jehovah. You have been with all of us, my Father. You have not let us suffer any pain this week, my Father. We thank you. We thank you because you have provided unto us. We thank you because you have taken good care of us, my Father. Your grace increase for us this week. We pray that, God, as we get into this other week, my Father, you shall be with us. As we share this word briefly, my Father, I pray that, God, you may open the ears, you open the hearts of your children, so that, God, this word will have benefit, will have a place in their hearts, oh God,
that this word will help us to understand why you saved us and why you deliver us, Jehovah, why you deliver us from sin, and why you sent your Son Jesus Christ to die for us on the cross, so that we may understand why we should live righteously before you. In the name of Jesus, I thank you and I honor you. Father, I pray that you may use me as a vessel, because that is what I am, just a vessel. My God, a vessel to transmit the one that you put in me to these dear ones, Jehovah, that we all be helped, we all be corrected and rebuked by this one, and live according to the ways and the commandments of God. We thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Hilo neno tumesoma kutoka kwa kitabu cha Kutoka ni neno ambalo limekuja after Moses amefanya zile miujiza zote alifanya, ndiposa moyo wa Firauni ukawa mwepesi aweze kuachilia wana wa Israeli. Tunajua hizo plague zote zilitendeka pale. Kile kilifanya Firauni aachilie wana wa Israeli ni kwamba watoto wa firstborn wa Misri walikufa, na hata mtoto wa Firauni alikufa. Sasa hiyo kifo ya mtoto wake, kijana yake, ndilimfanya akanyenyekea, hata kama kule kunyenyekea kulikuwa short lived, kwa sababu tuliona wakati wana wa Israeli walikuwa na cross Red Sea, alituma majeshi yake wafuate. Sasa hapa tunasoma ya kwamba wakati Musa aliwaongoza wana wa Israeli, wakati Firauni aliwaachilia waende, Biblia inasema ya kwamba Mungu hakuwaongoza wana wa Israeli kupitia katika nchi ya Palestina, hata kama ilikuwa ni karibu. Aliwapitisha nchi ya jangwani, akawapitisha kule Red Sea, na hiyo ilikuwa safari ndefu sana. Biblia inatuambia kulikuwa na safari fupi kupitia kwa Palestina, lakini Mungu aliamua apitishe wana wa Israeli katika hiyo safari mrefu, kwa sababu alikuwa anataka kuwazuia wasione vita zile zilikuwa zinaendelea katika nchi ya Palestina. Unajua watu wakati huo kulikuwa vita, people were fighting for territories. They were expansionists. They wanted to expand their kingdoms. So they were fighting. There were a lot of, kulikuwa na vita. Na Biblia inasema kwa ile ilimfanya Mungu asipitishe wana wa Israeli kule nchi ya Palestina, ni kwa sababu Mungu hakuwa anataka aone zile vita zinaendelea alafu hawa watu wavunjike moyo watake kurudi Misri. Ndiposa Mungu akawapitisha hiyo safari mrefu. Mnakumbuka walipitia Red Sea, Mungu akawanya ziwa likagawanyika wakapitia nchi kavu. Hivyo ndivyo maandiko inasema. Lakini Mungu alipitisha wana wa Israeli katika hiyo safari yote mrefu kwa sababu alikuwa hataki waone zile vita zilikuwa zinaendelea kule Palestina, wakatamani kurudi kule Misri. Wekeni hilo manani ndugu zangu, kwa maana hilo ni neno, hiyo statement, it is very important kwa yale tunanuia kuzungumza ama kushauriana siku ya leo. Biblia inasema Mungu aliongoza wana wa Israeli kupitia kule jangwani na kupitia Red Sea, kwa sababu hakuwa anataka wana wa Israeli waone zile vita zilikuwa zinaendelea kule Palestina wakatamani kurudi Misri. Na Musa alichukua, tukaambiwa, unajua wakati Joseph, kwa sababu Joseph ndiye alifanya wana wa Israeli wakaenda kule Misri. Najua mnajua hiyo story yote vile ilienda. Joseph wakati aliuswa na ndugu zake, yeye alienda kule Misri, na mnajua yale Mungu alitenda kwa maisha ya Joseph akiwa kule Misri. Na Joseph alifika wakati mwingine akakufa, lakini alikuwa ametabiri akasema siku moja Mungu atawaonekania, na hiyo siku ikifika bebeni mifupa yangu muende nayo. Na ndivyo Musa alifanya. Musa akabeba ile mifupa ya Joseph akaenda nayo kule walikuwa naelekea, na wakaenda nayo kule jangwani. Na Biblia inasema Mungu aliongoza wana wa Israeli kupitia a cloud.
a cloud, unaona ilikuwa kama storm. Unaona ile storm ikikuja, kuna vile inakuwa inakusanya mchanga na kila kitu inatengeneza a pillar like. Yeah. Sasa Mungu alitumia hiyo during the day, alafu usiku alikuwa analeta pila ya moto inawaongoza, so that wawe wanatembea safari usiku na mchana. Mark that. Mungu alikuwa anataka wana wa Israeli wawe wanatembea usiku na mchana. Ndio maana akaleta hiyo wingu mchana linawaongoza, kwa sababu hawakuwa anajua wanaenda wapi, lakini Mungu aliwaongoza. Usiku anawaongoza kwa moto, a pillar of fire, alafu during the day a cloud inakuja inawaongoza ili watembee usiku na mchana. Tunasoma kitabu ya Kutoka, kwa sababu kitabu ya Kutoka iko na uhusiano sana na hii safari. Ile safari wana wa Israeli walifanya kutoka Misri kwenda Kanani iko na uhusiano mkubwa sana na ile safari sisi kama Wakristo tunafanya kutoka duniani kwenda mbinguni. Kuna mambo mingi sana kwa sababu that is when the journey of salvation started. When the children of Israel came out of Egypt, they were being delivered by God from bondage. And God led them through the wilderness. He did not take a shortcut. Mungu hakutaka kuchukua njia ya mkato. Aliwapeleka the whole way. They went round until they reached the wilderness. And in the wilderness, the Bible says, walikaa kule kwa miaka 40. Kwa hivyo wana wa Israeli hawakupita hiyo njia yote kwa sababu hakukuwa na njia fupi. Lakini Mungu hakuwa anataka apitile njia fupi. Unajua sisi binadamu katika kawaida yetu ni kwamba tunapenda mkato. Tunapenda kupitia shortcuts. Tunataka kubend things so that they fit our own situations. Tunataka kupita njia zile ambazo ni karibu. Kama nataka kwenda Nairobi, badala nisunguke hivyo, nataka kupita njia ya mkato. Sio njia ya mkato yote ni mbaya, kwa sababu tuseme ukweli, kama nataka kwenda hapa, nataka kwenda place kama Mweki, siwezi sunguka the Githurai yote, lazima kuna ka shortcut hapo unapita unaenda. Lakini wana wa Israeli walikosa kupita shortcut kwa sababu ile shortcut wangetumia ilikuwa imejaa vita. Na Mungu hakuwa anataka wana wa Israeli wawe discouraged. Hii inamaanisha ya kwamba wakati wewe na mimi tuliokoka, tuliambiwa mbinguni imetengenezwa na dhahabu. Imetengenezwa, street ni za dhahabu. Unapita street za dhahabu, nyumba ni za dhahabu. Hivyo ndivyo tuliambiwa wakati uliokoka. Lakini kitambo ufike kule kwa hiyo dhahabu, hapa unapitia jangwa. Unapitia mambo moto, unapitia mambo ngumu, unapitia maisha ambayo yako na matatizo mengi, yako na majaribu mengi, unapita. Ndio maana Yesu mwenyewe akasema, kama unataka kuwa mfuasi wangu, lazima ujitwike msalaba, ubebe msalaba wako unifuate. Kuonyesha mbinguni ni mbali. Hivyo ndio Biblia inasema. Biblia, mbinguni sio karibu, kwa maana ingekuwa karibu basi hakungekuwa na maana ya kuokoka muda mrefu. Kwa hivyo wakati unaokoka, unaanza njane ya kuenda mbinguni. Kama vile wana wa Israeli walikombolewa kule Misri, walianza safari ya kuenda Kanani. Hawakufika Kanani kwa siku moja. Biblia imetuambia vizuri, Mungu aliwaongoza kwa njia mrefu kwa sababu hakuwa anataka waone zile vita zinavyoendelea kule Palestina, alafu watu wakavunjika moyo wakataka kurudi Misri. Mungu anataka sisi tuendelee kumtarajia na kumtegemea na kumfuata, kwa sababu kuna mambo mengi yako katika barabara ya kwenda mbinguni, lakini Mungu anataka sisi tupite njia hiyo mrefu, hataki tupite shortcuts. Ni wakati mgani ndugu zangu sisi tumejaribu kukata corners, to cut deals for our lives to be better? How many times have we taken something that belongs to someone else? Wakati gani tume corrupt our ways, ama tumelipa hongo kwa ili tufanyiwe kitu
ambacho maybe kingechukua muda mrefu kupatikana, tunapeana ongo ndio itoke wakati huo. The consequences of cutting corners or taking shortcuts, it is because these shortcuts are not always good. Tunahitaji kuwa watu ambao tutatembea kwa Mungu safari yote ya kwenda mbinguni. Biblia inasema wana wa Israeli waliongozwa kwa cloud mchana, ama wingu lilikuwa linaongoza mchana, alafu usiku walikuwa wanaongozwa na cloud ya moto, ili watembee usiku na mchana. Katika safari ya mbinguni tunafaa kwenda usiku na mchana. The journey to heaven has no stopover. Hakuna kupumzika kwa safari ya kwenda mbinguni. Unaenda, if you start going to heaven, unaanza hiyo safari ya kwenda mbinguni, au you don't stop anywhere. You have to continue day and night, every time and all circumstances. Whether kuna ziwa, whether kuna watu wanapigana, whether kuna mambo ambayo yanakuzuia, unafaa kutembea safari ya mbinguni usiku na mchana. So the journey to heaven has no stopovers. You will not stop anywhere to rest, because you have to continue walking. Because if ukimeanda ambete ama ukitoka kidogo, basi shetani anapata nafasi ya kukujaribu na kukutoa kwa Mungu. Unaona zile vita zinaendelea duniani, unaona mambo yale upungufu ule huko, unaanza kujuta, unasema afadhali kule Misri, kwa sababu hata wana wa Israeli walifanya hivyo. Lakini Mungu, hata kama walijuta baadaye, kule walienda jangwani, wakasema huku jangwani hakuna chakula, hakuna maji, na Mungu mwenyewe aliprovide all those things from nowhere. But these children of Israel, just like most of us Christians, we regret. Nasema laiti ningekuwa kwa dunia, singekuwa napitia mateso haya. Laiti ningekuwa kwa dunia, singekuwa nakosa fedha. Laiti ningekuwa kwa dunia, ningekuwa naenda kufanya wizi, ningekuwa naenda kufanya uasherati, ningekuwa naenda kufanya mambo hayafai ndio nipate fedha. Lakini tukiwa kwa Mungu, hauna nafasi hiyo. Hakuna shortcut. You have to follow the whole journey. Uende journey hiyo yote kabisa, uimalize, ndio Mungu akupee reward. Na Biblia inasema Mungu hakuachanisha hao watu wa Israeli. Hata waliponungunika, walipofika kule jangwani, Mungu hakuwaasanisha, aliendelea tu kuwashughulikia. Lakini Mungu alimake sure generation of Moses did not make to Canaan. That's why today God wants a new generation of believers, new generation of worshippers that will worship him in truth and in spirit to make to heaven. That's why Mungu analeta mambo mengi ili kuondoa wale ambao wameenda kombo. Wale watu ambao Mungu sasa ameanza kutupitisha jangwani. Ndio unaona vitu kama corona. Corona imekuja, haijabagua anybody, inakuja kwa kila mtu. Lakini mimi najua kwamba wale watasimama kwa Mungu na wamuite Mungu, atakubali waangamizwe na hii coronavirus. Kwa sababu kuna wale wameshikwa na hii corona na wamepona, na kuna wengine wamekufa. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa kujua na hii corona, hata aende wapi itambeba. Lakini wale ambao wataamini Mungu na tuendelee kuomba Mungu na tutoke kwa njia ambazo hasifai, tumkubali Mungu na tumfuate Mungu, basi sisi atatuponya na hili janga la corona. Na hata magonjwa mengine yote yale atakuja, Mungu ataendelea kutuponya. Kwa hivyo wapendwa, hili neno linatufunza nini siku ya leo? Linatufunza ya kwamba safari ya mbinguni ni mbali. Iko na mambo mingi, kuna mambo mingi sana tunafaa kujinyima sisi, kuna mambo mingi sana tunafaa kujinyima ndiposa tuweze kuenda mbinguni. Kwa sababu ukiwa wewe ni Mkristo, unafaa ukae Mkristo. Hata nini kitokea, unasimama pale. Hata kama kuna shinda ama changamoto zozote, wewe unasimama. Kwa sababu umejua kwamba yule Mungu amekuita, ama yule Mungu alikuokoa, ako na uwezo wa kufanyia yale yote unayotamani. Inaweza chukua muda. Kwa maana tunaona Mungu hata kama aliwakomboa wana wa Israeli kuwatoa katika utumwa wa Misri, hakuwapeleka Kanaani siku moja. Waliishi jangwani miaka 40.
Na hiyo miaka 40 Mungu alikuwa anawachunga, alikuwa anatoa kile kizazi ambacho kilikuwa kimepotoka, ndiposa wale wataweza kuenda Kanani, waende kule wakamwabudu Mungu. Kwa maana Musa alipokuwa anaomba wana wa Israeli watoke Misri, alikuwa anaambia Firauni waachilie wana wa Mungu waende wakamwabudu Mungu kule jangwani. Na kwa hivyo walipofika kule jangwani, wapendwa, tunaona Mungu aliendelea kuwamaliza wale ambao walikuwa wameleta umisri katika nchi ya ahadi. Mungu hakuwa anataka wale watu ambao walitoka kule Misri waende na zile tabia zilikuwa Misri, hata kama kuna Wamisri ambao waliambatana na wana wa Israeli, kwa sababu kuna Wamisri waliamini huyu Mungu alikuwa anaabudiwa na Wayahudi. Kuna Mungu aliamini, kuna watu wa Misri waliamini yule Mungu ambaye alikuwa anaabudiwa na hawa wa Israeli. Ndiposa wengine wakaandamana nao, lakini sio wengi waliweza kufika kule Kanani. Kwa sababu hii mambo yote ilitokea ni kwa sababu ya wale watu ambao waliungana na Waisraeli, walienda kule jangwani, wakaanza kuambia waanze kuomba miungu ya wa Misri. Wakaanza kuambia Harun awatengenezee, kwa sababu kuna wale ambao waliambatana nao walikuwa still na hiyo umaisha na zile tabia za Misri. Wapendwa, sisi basi Mungu alitukomboa kutoka Misri, na hii Misri naongea hapa ni Misri ya dhambi. Kwa nini basi tuishi kama tuko Misri? Kwa nini basi tusiwe na tabia ambazo zinaambatana na kule Mungu ametupeleka, ili tuwe watu ambao ni tofauti? Sisi watu ambao tumeokolewa na Mungu tunafaa kuwa tofauti, jinsi tunavyoongea, jinsi tunavyotembea, vile tunavaa mavazi yetu, kila kitu ambacho tunafanya sisi kinafaa kuwa tofauti. Hatufai kuwa the same. Watu wa dunia wakiruka tunaruka, watu wa dunia wakivaa miniskirt, watu wa Mungu wanavaa miniskirt. Mungu amesema sisi tuwe tofauti. Biblia inasema jitengeni nao wale ambao ni wa dunia. Kuna kitu nilisema hapa. Biblia inasema Mungu hakupitisha wana wa Israeli katika njia ya mkato kwa sababu hakuwa anataka waone zile vita zilikuwa zinaendelea kwa Filistini, ili hawa wa Misri, ili hawa wana wa Israeli wasione hiyo vita, wakatamani, wakaogopa, wakatamani kurudi kule. Wakasema sasa huku tunaenda huku tunaenda kuna shinda, kunaonekana kuna shinda mingi hivi tayari, tutatoboa namna gani? Mungu hakuwa anataka hivyo, wapendwa. Ndio maana akawapitisha njia mrefu. Alikuwa anataka wapitishe njia mrefu, awaonyeshe hakuna kitu ambacho kinapatikana kwa haraka. Biblia inasema Mungu Mungu anatufunza kwa hili neno ya kwamba tunafaa kuwa watu wa kuvumilia na watu wa kuwa na patience. We must have patience. Ni lazima tuwe wavumilivu, ni lazima tuwe watu wa kungojea, ni lazima tuwe watu, sio watu wa kutembea haraka ili kujitafutia manufaa, kutafutia mambo mazuri, ile inakuja haraka haraka. Lazima tufanye kazi, lazima watu wafanye kazi, lazima watu wafanye kazi ndio wapate utajiri, lazima watu wafanye kazi ndio wakule, lazima watu wafanye kazi ndio wawe na maisha mazuri. Hii Mungu wetu sio Mungu kama magician. Vile magician anafanya mambo haraka haraka. Mungu wetu si magician. Our God is a real God. He wants us to be patient. Lazima tuwe patient. Atupitie hiyo jangwa yote, atutengeneze, atufinyange kama vile mfinyasi anafinyanga zile viungo vyake, ama zile vitu ambavyo anatengeneza. Anatengeneza kile kitu kulingana vile anataka. Kwa hivyo sisi, ukipitishwa jangwani na Mungu, anataka kukuunda ili uwe mvumilivu, uwe mtu ambaye atastahili. Ukienda Kanani, uwe umestahili kuenda Kanani. Na mnajua hata hii Kanani sio kupewa, walipewa wapendwa. Hawakupewa Kanani, walienda kule kupigana vita. Walinyakua Kanani kutoka kwa wale watu walikuwa kule. Kulikuwa na Moabites, kulikuwa na Jebusites, kulikuwa na Ammonites, kulikuwa na watu, hata Canaanites, kulikuwa na watu. Hiyo nchi Mungu alipea Waisraeli haikuwa tupu. It was not a place where was bare or there was nobody there. No, it was occupied.
But God helped this Israel to fight their way through. They fought. That means Jesus said, from the time of John the Baptist, the kingdom of God suffereth violence, and the violent shall take it by force. The kingdom of God. Lazima, kwa sababu kuna mambo mengi sana inakuzuia usiende mbinguni. Kuna mambo inakuja hapa katikati inakuzuia kwenda mbinguni. Kuna watu kuna shetani atakuletea maneno kupitia watu. Utakwaswa na watu wale unaishi nao, utakwaswa na mambo kama ni kwa biashara, utakwaswa kama wewe ni landlord, unakwaswa na tenant. Kwa hivyo kuna vikwazo hizi zote zinakuja, na hizi zote zinakuja ili usiende mbinguni. Ndio maana Biblia inasema, from the time of John the Baptist, the kingdom of God suffereth violence, and only the violent shall take it by force. Hakuna kitu utapewa. Lazima tung'ang'ane. Hata kuenda mbinguni lazima tung'ang'ane. Tupitishiwe jangwani, tuletewe magonjwa, tuletewe madhiki na hizo vitu zote ambazo ni mbaya, sikuje our way. Lakini tukivumilia, Biblia inasema tutakubalishwa kukula kutoka kwa mti wa uzima. Kwa maana lazima tupitie haya yote ndiposa tuweze kutengenezwa, tuwe watu ambao wataenda mbinguni. Hata ukienda mbinguni, utaenda mbinguni bure. Utakuwa umefanya kazi, utakuwa umejinyima mambo mengi sana, utakuwa umetamani kuishi maisha ya utakatifu, utakuwa umeishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, na yale ambayo hata kama hayapendezi jirani yako yapendeze Mungu. Hiyo inatosha. Kwa hivyo wapendwa, tumesoma ya kwamba tusiwe watu wa kupenda mikato. Kunaweza kuwa vitu ni mzuri pale katika shortcut, but they are short lived. Kila kitu ambacho utapata kwa njia ambayo haifai, kila kitu ambacho utapata kwa njia ya hila, hicho kitu hakitakuwa na maisha. It is not long lasting. Ni kitu ambacho kitaisha tu. Unajua, nilikuwa naambia watu wengine, nilikuwa nahubiri mahali pengine, nilikuwa nasema unaweza kuwa saizi wewe uko na maisha mazuri kwa sababu uliiba kitu, wewe ukatajirika na ukaishi maisha mazuri, lakini ujue hicho kitendo ulitenda kitaumiza watoto wako, kitaumiza, lazima kitaumiza. Kitu chochote ambacho hakijapatikana kwa njia hiyo ilimefaa, mwisho wake haukuangi mzuri. Ndio maana Biblia inasema tusiwe watu wa kupenda vitu mkato. Tusipende vitu za bwerere, vitu za bure. Tufanye kazi, na hiyo kazi tukifanya, Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. Biblia inasema Mungu bariki kazi ya mikono yetu. Kama vile wengine wa Israeli walibarikiwa kuenda kule Kanani, hata sisi wale ambao tutavumilia. Kuna wale wa Israeli walivumilia, wakasema hata kama tunapitia shida sisi hatutaabudu mifano. Wakamsikiza vile Musa alikuwa anasema. Wengi waliweza kwenda Kanani na kuna wale hawakuenda. Generation ya Moses haikuenda. Lakini kuna wale wengine walienda kama Joshua and Caleb. Kwa sababu tunahitaji watu wale ambao wako na experience, wale watakuwa wanaambiana historia. Kwa sababu Joshua na Caleb walienda Kanani kuwa historia, kuelezea wale wengine vile Mungu aliwatoa kule Misri. Kulikuwa na maisha yani kule Misri, walikuwa wanaandithia, but ni wachache tu wa hiyo generation walienda. Kwa hivyo wapendwa, wakati huu Mungu anatufunza ya kwamba hata saa hii anataka generation yetu iwe ni generation ya kumwogopa Mungu. Niliwaambia kumpenda Mungu ni jambo mzuri, kwa sababu kila mtu atakwambia anampenda Mungu. Hata yule mtu ambaye ameua mwingine anakwambia anampenda Mungu. Yule mwizi anapenda Mungu. Yule anafanya usherati kule anapenda Mungu. Hata mtu yule anachukia wengine kabisa, hata yeye ukimuuliza anapenda Mungu. Lakini tumpendeze Mungu wapendwa, kwa sababu kupenda Mungu tu pekee haitoshi, lakini tumpendeze, kwa sababu pleasing God is the best. We should not be pleasers of men, because the Bible says in the last days men will be pleasers of men. Ndio tutakuwa tunajaribu kufurahisha binadamu na sio kumfurahisha Mungu. Kwa hivyo wapendwa, siku hii ya leo naomba Mungu atutie nguvu, atupee maarifa yake, ili tunapoendelea wiki Mungu atusaidie ili tukaweze kuishi kulingana na neno lake.
Tusiwe watu wa kupenda vitu za haramu, vitu za shortcut, vitu ambazo hatuyafanyia kazi. Tuwe tunaenda the whole way. Tusiwe watu wa kukata corners, kwa sababu hiyo impendezi Mungu. Kwa hivyo Mungu atujalie siku ya leo. Naomba Mungu awalinde wiki yote, awapee amani, atuongoze, atuzuie magonjwa na atulinde kwa Roho wake Mtakatifu, ili wiki tutakapofika Sunday ile ingine kwa mapenzi yake, tutakutana tu tena na tumwambie asante. Kwa maana ni vizuri kuwa watu wa kushukuru kila wakati. Nashukuru Mungu kwa neno lake siku ya leo, na najua kwamba kwa wale wetu ambao tumekiri Yesu na tulikubali Yesu ni mwokozi wa maisha yetu, tuwe watu wa kuwa tunamtafuta Mungu kila wakati. Biblia inasema katika kitabu cha Jeremiah 29 verse 11, Biblia inasema that for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and hope. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you, and you will seek me and find me. When you search me with all your heart, I will be found of you, says the Lord. I will bring you back from your captivity. I will gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord. And I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. The Bible says Mungu akona mipango mizuri kuhusu maisha yetu, mipango ya kutuendelesha lakini sio ya kuturudisha nyuma, mipango ya mazuri na sio mabaya. Kwa hivyo Biblia inasema wakati tutamuita Mungu, tumuite kwa mioyo yetu yote, Mungu ataitika. Tukimtafuta kwa mioyo yetu yote, Mungu tutampata. Kwa hivyo wapendwa, ni njia gani tunapaswa kuishi ndio hii mipango ya Mungu alionayo juu ya maisha yetu ikawe kufanya kazi kwetu? Mungu atatulinda na tutamuita, na tumuite kwa ukweli. Tumuite kwa ukweli, tuite Mungu kwa ukweli. Sio kuita Mungu leo kesho, shinda sikikuja mtu anasahau mambo ya Mungu. Basi tuwe watu wa kumuita Mungu na kumtafuta kila wakati. Sisi tunaweza kujizuia mambo mengi sana, kwa maana Mungu anatupea roho ya kutuzuia. Sio kusema hatuwezi fanya mambo mengine anafanywa na watu, tunaweza fanya hata pengine vizuri zaidi, lakini tukiangalia tunaona hakuna faida kwa mambo kama hayo. Kwa sababu Mungu alitukomboa kutoka kwa yale mambo. Alitutoa huko Misri. Kule Misri kulikuwa na matusi, watu walikuwa wanatusiana, watu walikuwa wanasengenya, watu walikuwa wanaongea mambo mabaya kuhusu wengine, watu walikuwa wenye chuki na hasira, watu walikuwa wanafanya usinzi na uasherati na kuabudu mifano. Kule Misri kulikuwa kunatendwa mambo kama hayo. Lakini huku kwa Ukristo, huku Mungu alituleta, ametuambia kwamba mambo hayo tusifanye, yasipatikane, hata tusiongee mambo kama hayo baina yetu. Kwa hivyo wapendwa, sisi tuko na ule uwezo kupitia Roho Mtakatifu kujua ya kwamba Mungu alituita ndiposa sisi tukaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Tuishi maisha ambayo yampendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo itakuwaje tena kule Mungu alitutoa tutamani kurudi? Ni ile vita inaendelea kule wa Filistina, ni kukosa maji, ni kukosa chakula, ni kwa sababu kuna jua kali, ama ni nini hiyo itafanya sisi tutamani kurudi kule Mungu alitutoa? Na sisi urundi tu. Unakuta wakati mwingine mambo imekuja, imetusukuma, mtu amekasirika, alafu ile maneno inatoka kwa mdomo wa mtu, sasa unashindwa, really God, tulimetoka Misri kweli ama tunajirudisha pole pole? Kwa hivyo Mungu atupe roho ya kujizuia, ili hata tukipata majaribu, hata mtu akikuja aanze kusukuma kufanya ile mambo haifai, wewe mwenyewe ukatae, waambie Mungu akujaze roho. Huo unaomba kindani ndani. Kwa sababu unajua kama mimi sijasaliwa nimeokoka.
Nimepitia mambo mingi katika dunia hii, nimefanya mambo mengi yale hufanywa na binadamu, lakini Mungu ilifika pahali Mungu mimi akaniokoa na akanitenga. Na mimi huwa najaribu sana kuomba Mungu anitie nguvu ili nisirudi kule Mungu alinitoa. Kwa sababu hakuna kizuri kwenye Mungu alinitoa. Afadhali huku niko sahi. Afadhali niwe na challenges sahi kwa sababu but najua mwisho wake mimi nitaenda mbinguni. Kwa hivyo wapendwa, ningependa tumalizie hapa. Mungu atusaidie tuendelee kuishi maisha mazuri yanayompendeza Mungu, tupende wale wengine na tutende mema wakati wote. Kwa hivyo ningependa tuombe, alafu Mungu atatubariki. Let us pray. Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunakuabudu. Tunasema ni asanti kwa neno lako Mfalme. Tunasema ni asanti kwa kutufunza ya kwamba ulitutoa Misri ukatupeleka nchi ya Kanaani ili tuishi maisha ya kukuabudu. Mungu ni asanti kwa maana umetufunza hata kama ilikuwa ni rahisi kupitia Philistine kwenda kule Kanaani, huku tupitishie huko sababu huku unataka tuone zile vita zinaendelea kule na sisi tukatamani kurudi. Mungu hautatupitishia mambo ambayo yatatufanya sisi tutamani kurudi kule ulitutoa. Ni asanti Mungu kwa maana wewe unatujali. Biblia inasema mipango yako ni mema juu ya maisha yetu. Ulikuwa na mipango mema kwa maisha ya Waisraeli, ndiposa Mungu hukutaka wakaone zile vita zinaendelea kule Palestina alafu wakatamani kurudi Misri. Nasi Mungu tunajua ya kwamba hatutapitia majaribu ambayo Mungu yatakuwa magumu yatakayotufanya sisi tutamani kurudi kule Misri. Ni asanti Bwana kwa maana utakuwa pamoja nasi wiki yote. Ni asanti kwa maana Mungu utatulinda, utatuokoa kutokana na mitego yote ya mwovu shetani ile Mungu ananuia kutuwekea wiki hii. Ni asanti kwa maana Mungu utakuwa pamoja nasi. Ni asanti Mungu kwa maana utaendelea kututia nguvu na kutuinua Mfalme na kutuweka juu Mfalme wakati shetani na majaribu inatuweka chini. Ni asanti kwa maana Mungu uko pamoja nasi. Mungu ni asanti kwa Roho wako Mtakatifu. Roho wako Mtakatifu aendelee kutufunza neno lako, kututafsiria neno lako, kutufunza mambo yote ambayo Mungu hata wewe Yesu kutufunza, bali ukasema Roho wako Mtakatifu atakapokuja atatufunza mambo yote na kutufunulia mambo yote. Bwana, na waweka hawa wapendwa mikononi mwako, na waombea baraka zako wiki yote Mfalme. Pasiwe na mmoja wao atakaye mgonjwa wiki Mfalme. Tuenende kulingana na mapenzi ya neno lako Bwana, na waweka wakfu mbele zako Mfalme. Waongoze Mungu, waongoze na familia zao, watimizie mahitaji yao Mfalme wiki yote. Watimizie Mungu mahitaji ya mioyo yao, mahitaji mazuri yale walio nayo kwa mioyo yao Mungu watimize katika jina la Yesu Kristo. Na waombea amani na baraka, na waombea umoja Mfalme, na waombea kuelewana Mfalme na kuishi pamoja kwa upendo katika jina la Yesu Kristo. Naweka wakfu watoto wao wote Mfalme, na wabarikisha kwa jina la Yesu Kristo. Na waombea baraka Mfalme, ukawasingire kwa ndimi za mioto, ukawajengie Mungu maisha ambayo yako na maana Mfalme, wakawe na manufaa katika maisha haya Mfalme, wakasaidie katika kujenga familia na nchi yetu Mfalme. Ni asanti Mungu kwa kuwa uko mahali hapa. Ni asanti kwa maana uwepo wako Mungu uko pamoja nasi. Ni asanti kwa kuwa utakuwa pamoja nasi Mfalme. Ni asanti kwa kuwa Bwana utatukomboa na kutuokoa kutoka kwa minyororo ya shetani. Ni asanti Mfalme kwa kuwa mahali hapa. Ni asanti Mfalme kwa kutupenda. Ni asanti Yesu kwa kuja kutuokoa Mfalme kutoka kwa minyororo ya dhambi. Ni asanti Bwana kwa sababu umetujaza Roho wako Mtakatifu. Tuongoze siku ya leo Mfalme kwa mapenzi yako. Nakemea mipango yote ya ibilisi shetani. Nakemea mipango yote Mungu, mipango yote
yote ambayo anapangia mmoja wetu wiki mfalume, na ipangua katika jina la Yesu Kristo. Nafunika wapendwa wao kwa damu yako Yesu. Shetani na adui akiwatafuta wiki asiwapate katika jina la Yesu Kristo. Wafiche kwa mabawa yako wewe Bwana, wafiche kwa mabawa yako wewe Bwana, waongose kwa njia zako mfalume. Ni asanti kwa kuwa Mungu unatupenda. Ni asanti Bwana Mungu. Naomba mahitaji yao wiki yakatimie, mahitaji ya kifedha, mahitaji ya afya njema, mahitaji ya kuendelea, mahitaji Mungu ya kuwa na maisha mazuri, na mahitaji Mungu ya kukupenda na Bwana kutaka kuwa na roho wako na kujazwa roho wako mfalume. Ni asanti Bwana, uatimizie Mungu. Nami pia Bwana unitazame kwa macho yako. Wewe unajua mahitaji yangu yote, hakuna jambo ambalo Mungu hujui. Yatimize kulingana na mapenzi ya neno lako. Timizia watoto wangu na mke wangu na familia yangu mahitaji yao. Walinde Mungu, watazame Mungu kwa macho ya huruma, watimizie yale yote Bwana wanahitaji. Mungu ni asanti kwa kuwa wewe ni mwema na utawalinda siku zote. Ni asanti Mungu kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Tunaombea viongozi wetu wote, tunaombea rais wetu na wale wanaotawala chini yake. Mungu kawapatie hekima na maarifa. Maamuzi yote ambayo watafanya Mungu yakawe ni maamuzi yatakayosaidia wananchi wote wa nchi ya Kenya, na waongoze nchi mfalume kwa njia zako. Naombea viongozi wa makanisa mfalume, wale ambao umeita Mungu katika kuundumu katika kazi yako. Mungu watimizie mahitaji yao. Watazame Mungu, wengi wao ni wale ambao wanatezeka, wengine hawajaweza hata kulipa nyumba kwa sababu makanisa imefungwa. Mungu naomba Bwana ukawe Mungu wao, ukawatimizie mahitaji yao Mungu, wape yale yote ambao wanatamani mfalume. Mungu ni asanti kwa maana wewe unaangalia watumishi wako. Ni asanti kwa maana watumishi wako hataibika, kwa maana Mungu Biblia inasema wale ambao wako ndani yako hawataibika kamwe. Ni asanti ewe mfalume. Naomba Mungu kwa sababu ya wale ambao ni wagonjwa, kama kunaye mgonjwa kati yetu mfalume, naomba akapate nafuu katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamelazwa hospitalini Mungu, watembelee mahali pale na uwaponye katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao kwa majumbani mwao mfalume, watembelee mahali pale ukawaponye katika jina la Yesu Kristo, na utukufu wote utakuwa wako milele. Tunaomba Mungu ukatulinde siku zote, ukatupatie Mungu, ukatimize mahitaji yetu Bwana. Naombea wazazi wetu popote walipo, naombea ndugu na dada zetu wote Bwana popote walipo, naombea wote ambao wameitanishwa nasi Bwana, ili ukaendelee kuwabariki na kuwaongoza na kuwaokoa mfalume, ili wakatamani kuishi ndani yako. Ni asanti ewe Mungu. Na weka wafu wote ambao wako na shinda tofauti, wale ambao Mungu wanakulilia kila siku, uwatasame kwa macho ya huruma Mungu, na uwahurumie mfalume, na uwakomboe ewe Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Ni asanti Bwana, kwa maana ni mengi tunaweza kukuambia, lakini unajua mahitaji ya mioyo yetu, utayatimiza katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Thank you, Jesus.